Bas, kumbukisin. Asante sana. Omega soman kitabu cha Laitori ni Nataka tusome kitabu ya Falme ya kwanza. Kitabu mlango wa 2. Kumwai ule. Nasema ya kwamba Meeta Daudi. Kifo ya Daudi. Kiri ganyo botusi tume Daudi. Siku kakaribia Daudi anakufa. Akingatu rinye Solomon. Akamrudisha kijana wake Solomon. Ulenji. Akamwambia kwamba Ore mbebi bitugu tuka mwai. Ninaenda nje yenye watu wa ulimwengu wanaenda. Kimi tunanyo avibu mure. Ukiwa mwenye nguvu na ukiwa mwanaume. Aviri kwa miseta Jehova kakupa idongo. Neno la Bwana Mungu wako. Iwe dato na tumweki. Utembee katika njia zake. Iri kwa netizo sheki. Uchunge mafundisho yake. Angatutiki. Na sheria zake zote. Aviru wabutiki. Na tena chache zake zote. Na tosheki. Na ushuhuda wake. Kuye choton kigisir. Kama ilivyoandikwa Inatuteta Musa. katika sheria ya Musa. Sigi beruli. Ili ubarikiwe. Entuguk. Kwa kila kitu natenda. Kwa kila mahali penye unaenda. Ili Mungu akupatie nguvu. Ili Mungu apatie neno lake nguvu. Ije alisema juu yangu ya kwamba ukichunga kama watoto wako wakichunga njia zao watembee mbele yangu kwa ukweli kwa mioyo yao yote kwa maisha yao yote. Kama alisema ya kwamba hakuna mtu atakayeongoza mwenye ataka katika kiti cha Israeli. Tunataka tusikie juu ya mzee anaitwa Daudi. Huyu Daudi alikuwa ni mfalme wa Israeli. Huyu Daudi alikuwa amefukuza na adui yake sana. Jina lake anaitwa Saul. Kama Daudi alikuwa akienda, Daudi alikuwa anamtumikia Saul. Alikuwa ni mtumishi wa Saul. Nene nasema kama mtumishi Daudi alikuwa akienda, kama alienda vita ya Filisti, anaenda kupigana na Wafilisti, kupigana na Wafilisti wote. Kama Saul alikuwa akienda katika nchi ya Moabi, alikuwa ni wa Moabi, alikuwa anapakiza vitu yenye alikuwa ananana, alikuwa anawacha ng'ombe nano, anawacha mfalme wa Meleki, akawacha konde alikuwa imenona.